Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na limetokea jambo kubwa kama hili limemtokea yeye, na watu walioshuhudiana nao baadhi yao walikuwa ni masahaba, pamoja na kwamba wakati ule masahaba tayari walishaanza kupungua. Lakini pia kuna watu ambao hawakuwa masahaba lakini walikuwa na heshima zao, walikuwa katika matukio yale, ima kwa upande huu au upande huu. Sasa ili uyazungumze maneno kwa uadilifu, ni lazima ufanye upembuzi wa kina katika kuzizungumzia habari za tukio hili, na hili ndilo ambalo tutajitahidi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulifanya katika vikao vyetu, ili tusiingie katika kundi la wale ambao wanazungumza maneno bila ya kuwa na ushahidi, au wale ambao wanapokea habari za porojo wakazisambaza kwa sababu ya mivuto ya kimadhehebu, kwa sababu ya upendeleo wa kifikra na mengineyo kama haya. Hilo insha Allah tumuomba Allah jalla wa ala atusaidie, atuepushe nalo, atuongoze katika jambo hili kulizungumzwa kwa usawa wake. Jambo jingine muhimu ambalo tunatakiwa sisi tulizingatia katika jambo la tarikhi, kwa mfano ikija katika historia, habari yoyote umeisoma katika vitabu vya historia, pengine haina sanad au ina sanad, kwa maana ina mtiririko wa wapokezi, lakini yagusa heshima ya mabwana wakubwa katika maswahaba, watakiwa wewe uipime habari ile kwa mujibu wa Qur'an, uipime habari ile kwa mujibu wa as-sunna. Labda tajua habari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kafanya kadha wa kadha wa kadha katika mambo mabaya kabisa, wewe rejea Qur'ani yasema nini kuhusu hawa, yeye ni katika kundi la muhajirina au ansar, soma habari zao, soma habari zake, au soma habari za muhajirina na ansar, ni watu wa aina gani. Alafu habari ile wewe ambayo imekuja haiko sawa, inamtweza huyu, wewe ikatae, usikubali. Au mtu akupa habari kwamba maswahaba, akupa habari akuelezea katika historia kuonyesha maswahaba walikuwa ni watu wenye kugombana kwa maslahi ya dunia, hawapendeleani kheri. Maswahaba walikuwa wana hirsi katika dunia na kuipupia dunia, na wamemzunguka Mtume swalla salama kwa maslahi ya kidunia. Mathalan, yatajwa habari kama hiyo na imetajwa kwa sanadi yake pale au haina sanadi, msingi wa kufanya wewe ni kuirejesha habari ile kwenye Qur'an, au uirejeshe habari ile katika as-sunna. Kwa mfano, ushasoma habari kama hiyo ya kupa picha kwamba kuna kikundi katika maswahaba kazi yao wao ni kufuata maslahi, wamefuata uongozi katika jambo la dini, kwa hiyo wanapigania uongozi. Maswahaba wamekusanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kutaka mali. Wewe isome aya 29 ya suratu al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale ambao wa pamoja na yeye. Wale pamoja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kina nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale walio pamoja naye ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali dhidi ya makafiri, kwa maana wana nguvu, wakali, wasusuwavu dhidi ya makafiri, hawataki mzaha, hawana mzaha na wao, ni watu wamesimama barabara katika jambo la dini. Lakini ruhama bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao. Kwa hiyo hili la kwamba
kazi yao kupigana au kazi yao kugombana, litafutwa na hili ruhamaa bainahum, kwa sababu Qur'ani ishawasifu hivyo, ni wenye kuhurumiana baina yao. Tarahum ruk'a, utawaona wao ni wenye kurukui pamoja, sujada, ni wenye kusujudi kwa pamoja, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanazitafuta au hali ya kuwa wanazitafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi. Ala, kumbe hawa kule kumsuhubiana na mtume kote kutafuta fadhila na radhi, Qur'ani ndivyo inavyotuambia. Hiyo habari yako inayosema kwamba wamekuja kutafuta ulua katika ardhi na kutafuta madaraka, itupilie mbali, kwa sababu yapingana na Qur'ani. Habari yoyote itakayogusa saadat min as-sahaba ikawa iko kinyume na inavyoeleza Qur'an, habari ya tarikhi hiyo usiichukue, itupilie mbali. la taqbalanna min at-tawarikh kullama jamaa ar-ruwatu wa khatta kullu banani, usikubaliana na habari hizo. habari kaeleza au aya kaisema hum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-taurah, huwa ni mfano wao umetajwa kwenye Taurati. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار, mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo chukua msingi huu, soma tarikhi, pima tarikhi yako kwa msingi huu na misingi ya aya nyinginezo. Masahaba walikuwa waoga wakikimbia vitani, wamekimbia katika vita vya Uhud. Alhamdulillah, soma Qur'ani, ukisoma surat Al-Imran utaona innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an inma istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum, hakika wale ambao walikimbia ile siku ambayo yalikutana makundi mawili, jeshi la Waislamu na jeshi la makafiri. Wale waliokimbia wale, hakika si vingine aliyewatelezesha wakateleza mpaka wakafika kukimbia ni shaitani, ndiye aliwafanya wakimbie wale. Haya, washakimbia, walaqad afa Allahu anhum, lakini hakika na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha wasamehe. Kuna maneno tena, ataruhusiwa tena mtu kusema maswahaba walikuwa woga wamekimbia vitani? Ndio, hapana. innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an inma istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Mamaliza kabisa aya 155 ya suratu Al-Imran. Hapa nataka kusema kwamba ukiisoma tarikhi ikakutatiza, hasa ambayo tarikhi ya watu kama hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikaja habari ambayo si nzuri, wewe habari ile irejeshe kwenye Qur'ani na irejeshe katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapime wale watu kwa mizani ya ile Qur'ani namna ilivyokuja. Ikiwa Qur'ani yazungumza tofauti na inavyosema tarikhi, achana na habari ya tarikhi. Tarikhi ikieleza jambo la kiitikadi ambalo ni tofauti na ilivyo, hatuchukui sisi habari kwenye tarikhi. Na hivyo hivyo wale ambao umethibiti uadilifu wao kwa habari mbalimbali zilizopokewa kutoka kwa watu wenye kuaminika, tushathibitishiwa kwamba hawa watu walikuwa ni watu waadilifu wa aina hii. Itakapokuja habari yoyote ikitajwa katika vitabu vya tarikhi iko kinyume na vile, sisi hatutaichukua habari hiyo, tutaiacha, tutaifanyia kazi. Kwa hiyo nilipenda nikutanabahishe nukta hii ya pili. Nukta ya kwanza, mkikumbuka, nimezungumzia ubaya wa dhulma. Dhulma ni kitu kibaya, na Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu alidhulumiwa, na sisi tutasoma habari hizi kama darasa na ni mazingatio vile vile. Kuna mambo mengi ya kujifunza katika jambo hili la mauaji au kifo cha Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa nukta hizi mbili nimezitanguliza
ili niingie kwenye nukta ya tatu ambayo leo itakuwa tutalifikia mwisho jambo letu hili la majlisi ya kwanza. Nataka majlisi ziwe fupi fupi, sitaki majlisi ndefu. Husaini radhiyallahu ta'ala anhu ni sahaba, na kariri tena kusema neno hili. Sisi watu wa madhhabi ya ahlus sunnah wal jamaa, itikadi yetu na imani yetu kwa maswahaba, tuamini kwamba maswahaba wote ni waadilifu. Shikeni neno hilo, maswahaba wote ni waadilifu. Na sisi tunaona kwamba ni dini, ni katika jambo la dini na ni katika mambo ya imani kuwapenda maswahaba. Hubbuhum dinun wa imanun, kuwapenda wao ni dini na ni imani. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun, na kuwachukia wao ni ukafiri na ni unafiki. Sisi tuamini hivyo. Kwa hiyo twawapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wote hawa ni wetu, ila tuamini wanazidiana daraja, wanazidiana kwa daraja. Na Qur'ani ndivyo inavyotuambia, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Hawalingani sawa wale ambao walipigania dini ya Allah, walitoa mali zao kabla ya kutekwa na kukombolewa Makka, na wakapigana kuipigania dini kabla Makka haijakombolewa. Kundi hili halilingani sawa na wale waliokuja wakajitolea mali na wakaipigania dini baada ya kukombolewa Makka. Makka ilitekwa au ilikombolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba mwaka wa 8 Hijiria. Kusema kukombolewa kwamba sasa Makka imerudi katika mikono ya Waislamu. Yale masanamu yalikuwa yakiabudiwa pale kwenye Al-Kaaba yalivunjwa, na utawala na uongozi wa washirikina wa Makka ukaporomoka, ikawa sasa Makka ni ya Kiislamu. Ilikuwa ni mwaka wa 8 Hijiria. Sasa wale waliopigania dini kabla ya mwaka huu wa 8 wakajitolea mali zao na nafsi zao, wakashuhudia matukio mengi kabisa tangu mwaka wa 8 kurudi nyuma mpaka kabla ya hijra. Hawa daraja yao ni kubwa zaidi kuliko wale waliokuja baadaye, waliosilimu siku ile ya kutekwa Makka kama kina Abu Sufyan na wengineo, na waliokuja baadaye na baadaye na baadaye. Hawalingani sawa. Anasema neno hayo ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na kila moja katika haya makundi mawili Allah amewaandalia pepo, amewaahidi pepo. Wote wataingia peponi, lakini daraja zao tofauti. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyoamini na ndivyo tunavyoitakidi. Kwa hiyo tunaitakidi kwamba Hussein ibn Ali ni wetu, ni swahaba wetu, na kumpenda yeye ni dini, kumpenda yeye ni imani, kuilinda heshima yake na kuitetea heshima yake ni dini na ni imani. Hilo ndilo ambalo sisi tunaliamini na kuliitakidi. Sasa kuna watu wanalizungumzia tukio hili la kuuawa Hussein na kutugawa. Wanasema kwamba huyu Hussein ni wetu sisi, yani wao wasema sisi ni wafuasi wa Ahlul Bait, Hussein ni wetu sisi. Na Hussein ameuliwa na Yazid bin Muawiya, kiongozi wa Bani Umayya. Huyu ni wa ahli sunna. Kwa hiyo wanapolizungumza tukio la mauaji ya Hussein, wanataka kuzungumza kana kwamba ni ugomvi uliojiri baina ya ahli sunna na mashia.
Mashia wako upande wa Hussein na Ahlus Sunna wako upande wa Yazid. Kwa hiyo sisi ni vibaraka wa Bani Umayya na wafuasi wa Yazid, wao ni wafuasi wa Al-Hussein. Wa hadha kadhibun wa main, ni uongo kabisa. Historia haiko hivyo. Hussein ni wetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, Hussein minna, ni wetu sisi Hussein, na katika sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo hapa hakuna vita kwanza baina ya Ahlus Sunnah na Shia, hakuna vita hivyo katika tukio hili kwamba hawa Ahlus Sunnah hawa Shia, la, hilo halipo. Ni lazima sisi tueleze tukio lilivyokuwa, alafu na msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa katika tukio hili. Ahlus Sunnah wao wamesimama upande wa nani na wanasemaje? Nani amemuua Al-Hussein? Hii ndio darasa yetu sisi. Kwa tutaangalia matukio yanavyokwenda, hili kuna hili kuna hili kuna hili. Kwa hiyo insha Allah katika majlisi ya kesho nataka tumzungumzie ni nani Al-Hussein. Huyu Hussein tunamsema hapa ni nani? Wakati ukiruhusu tena tutaongeza ni kina nani Ahlul Bait. Tutasogea kidogo katika nukta hii. La, kama wakati hautatosha basi hiyo kina nani Ahlul Bait itakuwa ni nukta nyingine ya majlisi ya tatu. Lakini ugomvi au machafuko yaliyotokea mpaka kuuawa al-Imam au kuuawa al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu shahidan, mpaka kufikia kuuawa Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, si ugomvi wa baina Shia hawa wanaojiita Shia na Ahlus Sunna kwamba kulikuwa kuna kiminyano cha madhehebu hizo mbili, hawa wao huyu na hawa wao huyu, Shia wao Hussein, Ahlus Sunna wao Yazid. Hakuna kitu hicho. Lakini pia tutaangalia Yazidi ibn Muawiya alishiriki vipi katika mauaji ya Al-Hussein. Ameshiriki au hakushiriki, na kama alishiriki mchango wake ni upi? Yote tutakuja kuyaona haya insha Allah katika majalisi zetu. Pangeadhiniwa kwanza, falyuadhin almuadhin. Naam, tukirudi kumalizia majlisi yetu ya leo kwa kuwafunulia tu njia tutakayoipita, kwamba tutakuja kumzungumzia ni nani Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, na ni kina nani Ahlul Bait. Ahlul Bait ni kina nani? Katika nukta hii ya kina nani Ahlul Bait, yani watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pana mambo marefu mengi, lakini mimi sitapenda kuyafungua kwa urefu wake. Nitakuja kuyazungumza kwa ufupi kwa kiasi cha kueleweka tu, ili tujue sisi Waislamu tunatakiwa tuwe na msimamo gani kwa hao Ahlul Bait. Halafu yale tunayoyajua tuyafanyie kazi, lakini pana mijadala mirefu. Haya insha Allah kwa wakati wake, mara nyingine tutakuja kuyaeleza kidogo kidogo, kwa sababu lengo ni kueleweshana na wala si kuminyana au watu kutaka kubishana. Lengo ni kueleweshana kwa hujja na dalili. Lakini pia katika tutakayozungumzia, tutazungumza kuhusiana na suala la mji unaoitwa Al-Kufa. Al-Kufa ambao ni mji sasa hivi uko ndani ya nchi ya Iraq kule. Al-Kufa tutauzungumzia huu mji na watu wake. Pia tutazungumzia suala la tabia za watu wake kama wanavyoeleza wanawachuoni wakiwemo masahaba na wengineo. Pia tutaeleza wito wao walioelekeza kwa Hussein, namna walivyomuita Al-Hussein bin Ali kwenda katika mji wa Al-Kufa. Tutaelezea safari yake
al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, msimamo wa masahaba katika jambo hili la yeye kwenda huko na kuwaitikia watu hawa. Pia vile vile tutazungumzia suala la mapambano yaliyotokea katika uwanja wa Karbala, ni baina ya nani na nani, walitumwa na nani, ilikuwaje. Tutaeleza ya mambo kidogo kidogo yatawaingia biidhnillah, lakini pia tutakuja kuzungumzia mambo ya kijahilia ambayo yanafanywa hivi sasa na baadhi ya wenye kujinasibu na Hussein, wakidai kwamba wanamhuzunikia al-Hussein, wakawa wanalia na kuomboleza, wanajipiga vifua, na wengine wakajipiga minyororo, wengine wakajichana kwa visu kwenye migongo au kwenye kifua, kwa madai kwamba wanalia damu ya Hussein. Kadhalika masala ya kuvaa nguo nyeusi au kunyoa vipara kwa sababu ya kumhuzunikia Hussein, na namna baadhi ya ndugu zetu wanavyoghilibiwa huko mitaani wakavishwa mafulana meusi bila ya wao kujua au kwa kujua, lakini kuna maslahi wanayopata pengine labda katika jambo hili, wakidhani wengine kwamba kufanya vile basi watakuwa na wao wamemhuzunikia al-Hussein. Kwa hiyo haya yote tutaeleza kwa mujibu wa tafiti za kielimu, na tutatoa nafasi ya kuuliza maswali. Swali liwe lako tu, kwa sababu wakati mwingine mimi ninavyopenda, ukija ukiuliza swali, kama swali umelishwa, ukiwa umelishwa swali, mimi nikikuuliza hutaweza kujibu. Wewe uliza kile ambacho kimekutatiza wewe. Wewe umekaa umetatizika, umesikia darasa, mbona kuna hili, wauliza. Si utiwe maneno, nenda kaulize hivi. Ukiuliza nitakuuliza. Lakini ikiwa swali sio lako, ukizungumza tujulikana huyu si lake hili, afu nitakuuliza na mimi. Sasa tusiende kiushabiki. Sisi tuendeni katika mambo yetu kielimu. Tukaeni kwenye vikao vyetu, tuzungumze mambo yetu kielimu kwa hoja. Mimi nimefikiria hivi, nimesoma mahali fulani, nimeona jambo nasema hivi na hivi. Hapa vipi shekhe, mbona wewe wasema hivi? Je, hili jambo hili lina ushahidi au kuna dalili gani? Mbona kuna hivi? Mambo ya kielimu yanakwenda namna hiyo. Usikubali kubebeshwa maswali ambayo wewe huna uwezo nayo. Huyu anataka kuuliza maswali, aje aulize. Misikiti milango imefunguliwa, ataingia mtu, atakaa, atauliza, alhamdulillah. Yale ambayo yanawezekana kujibiwa yatajibiwa, yale ambayo hayawezekani kujibiwa basi itakuwa ndio kikomo cha elimu yetu. Lakini nitahakikisha kwa idhini ya Allah sitazungumza jambo ila lile ambalo nina ushahidi nalo. Basi sitakisema ila ninachokijua, na lile nisilolijua nitaliacha. Mimi nitaishia hapa leo. Kama mmezoea darasa ndefu labda mpaka saa 2:30 tatu kasoro, hapana, mimi nimeshatosha. Kesho insha Allah tukutane tena hapa katika majlisi ya pili. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.